Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Mpango wa upande wa kusitisha mapigano uliotangazwa na Moscow umeanza kutekelezwa muda mfupi baada ya saa 6 usiku. Usitishaji huo wa mapigano kwa saa 72 unatarajiwa kudumu hadi saa 6 usiku Jumamosi kuamkia Jumapili. Rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza usitishaji huo kwenda sambamba na maadhimisho ya kila mwaka ya Urusi ya siku ya ushindi mnamo Mei 9, ambayo ni kumbukumbu ya kumalizika kwa vita vya pili vikuu vya dunia. Hata hivyo, Ukraine imepuuzilia mbali hatua hiyo ya Urusi, ikisema ni ya kiishara tu na inaendelea kushinikiza pamoja na Marekani usitishaji mapigano wa angalau siku 30. Rais Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba yake ya usiku kuwa hawataliondoa pendekezo lao hilo kwa sababu linatoa fursa ya kweli ya suluhisho la kidiplomasia. Viongozi wa kigeni akiwemo Rais Xi Jinping wa China, Luiz Inacio Lula da Silva wa Brazil na Alexandre Vučić wa Serbia wako Moscow kuhudhuria maadhimisho hayo. Vile vile, msimamo wa Urusi kuhusu mapatano ya Mei bado hujabadilika na hakuja kuwa na maagizo mapya yaliyotolewa kuhusu swala hili. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema akijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu mwitikio unaowezekana wa Urusi kwa shambulio la droni la Ukraine. Anasema hakuna jipya la kuongeza. Msimamo wetu juu ya usitishaji vita uko wazi na umeimarishwa vyema. Maagizo yote muhimu yametolewa na hakuna maendeleo ya ziada kwa wakati huu. Vikosi vya jeshi la Ukraine vilianzisha mashambulizi makubwa ya droni katika maeneo ya Urusi. Ulinzi wa anga ulizuia shambulio hilo. Ndege 9 zisizo na rubani zilidunguliwa juu ya Moscow, Meya Sergei Sobyanin anasema. Vile vile, wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Lipovoye katika mkoa wa Donetsk wakati wa operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti wanajeshi wa Urusi walishambulia viwanja vya ndege vya kijeshi na maeneo ya kupeleka vikosi vya jeshi la Ukraine na mamluki wa kigeni katika maeneo 149 katika siku iliyopita, wizara ilisema. Kundi la kaskazini la Urusi limesababisha vifo vya takriban askari 255 wa Ukraine na kuharibu tanki la adui na magari 8 ya kivita katika maeneo yake ya uwajibikaji katika siku iliyopita. Kumbuka, hizi ni zile taarifa ambazo zinatoka moja kwa moja kwenye uwanja wa kivita. Vile vile, mashambulizi ya Kiev dhidi ya malengo ya raia wa Urusi hayawezi kuainishwa isipokuwa kuwa mashambulizi ya kigaidi yanayohalalisha kuendelea kwa operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi nchini Ukraine. Msemaji wa rais Dmitry Peskov anamwambia mwandishi wa habari wa VGTRK Pavel Zarubin, anasema wanaendelea kudhihirisha asili yao halisi, wanaendelea kudhihirisha kutotaka kuwa na amani. Mwelekeo wa vitendo vya kigaidi na mashambulizi kwenye malengo ya amani, majaribio ya kushambulia maeneo ya amani, hauwezi kuitwa kitu kingine chochote. Hii inahalalisha kuendelea kwa operesheni maalum ya kijeshi. Alisema kuwa Kiev hadi sasa haijatoa taarifa hata moja inayoashiria utayari wake wa kujiunga na mapatano yaliyopendekezwa na rais wa Urusi. Anasema tumesikia taarifa nyingi zenye utata katika viwango tofauti na tunaona vitendo vya kweli. Siku ya Jumatano usiku, Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa ya drone kwenye mikoa ya Urusi. Vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vilizuia shambulio hilo na kuharibu ndege 9 zisizo na rubani juu ya Moscow. Vile vile, kikwazo pekee cha kusitisha mapigano kwa siku 30 nchini Ukraine ni serikali ya Kiev ambayo inakiuka makubaliano yaliyopo. Msemaji rasmi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema kikwazo pekee cha kusitisha mapigano ni Kiev ambaye anakiuka makubaliano na hayuko tayari kujadili masharti ya kusitisha mapigano kwa muda mrefu. Mwenendo wa jeshi la Ukraine wakati wa usitishaji mapigano wa masaa 72 mnamo Mei 8 hadi 10 uliotangazwa na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusiana na siku ya ushindi itakuwa mtihani kwa nia yao maalum ya amani ya Ukraine. Hapo awali Kellogg alidai kuwa mtazamo wa rais wa Urusi Vladimir Putin ndio kikwazo pekee kwa pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 kati ya Urusi na Ukraine. Vile vile, rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba wakati wa maamuzi kuhusu maridhiano ya Ukraine unawadia. Kiongozi huyo wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House alipotakiwa kutoa maoni yake kuhusu matamshi ya awali ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwamba Urusi inadaiwa kutaka sana wakati wa mazungumzo ya maridhiano ya Ukraine. Trump alijibu, inawezekana kwamba yeye Vance yuko sahihi, anaweza kujua baadhi ya mambo. Trump aliongeza, tunafika mahali ambapo baadhi ya maamuzi yatalazimika kufanywa, sijafurahishwa nayo. Rais wa Urusi Vladimir Putin, yeye kumbuka, alitoa wito mara kwa mara kusuluhishwa kwa mzozo wa Ukraine, akiangazia hitaji la kuzingatia maslahi ya Urusi wakati wa kushughulikia sababu kuu za mzozo huo. Kulingana na yeye, hii ndio njia pekee ya kuanzisha amani ya muda mrefu ambayo ni nini Moscow inataka. Vile vile, suluhu la kudumu la mzozo wa Ukraine haliwezi kupatikana tu kwa kusitishwa kwa mapigano au kusimamisha uhasama kwa njia ya mawasiliano. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema kwenye jarida la The International Affair, ningependa kuwashukuru marafiki wa Kivietnam kwa misimamo yao ya usawa katika kutatua mgogoro wa Ukraine.
kusitishwa kwa mapigano au kusitisha uhasama katika mstari wa vita hakuwezi tu kuleta suluhisho la kudumu kwa tatizo hili, Lavrov alisema katika makala. Kulingana na mwanadiplomasia mkuu wa Urusi, vitisho kwa usalama wa nchi hiyo vilivyotokea kutokana na upanuzi wa NATO upande wa mashariki na juhudi za kuivuta Ukraine katika muungano wa Atlantic ya kaskazini zinapaswa kupewa kipaumbele. Anasema sio muhimu sana kufikia heshima kamili ya haki za binadamu katika maeneo yaliyobaki chini ya udhibiti wa serikali ya Kiev, ambayo baada ya kunyakua madaraka kwa nguvu mnamo 2014 iliamua kuangamiza kila kitu kinachohusiana na Urusi na ulimwengu wa Urusi, pamoja na lugha ya Kirusi, tamaduni, mila. Vile kamati ya bunge ya Ukraine imepiga kura tena kwa ajili ya muswada wa kuidhinisha mkataba wa madini na Marekani, ambao utafanya uwezekano wa kuweka mswada huo kupiga kura katika kikao cha Verkhovna. Bunge Yaroslav Zelezniak anaandika kupitia Telegram. Hayo yakiendelea, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anaamini kuwa haingewezekana kutatua mzozo wa Ukraine bila juhudi za Marekani. Anasema haitawezekana kumaliza mzozo wa Ukraine bila mchango zaidi wa kisiasa na kijeshi wa Marekani. Alisema kwa wakati huu wazungu hawawezi kufidia hii. Kwa maneno yake, usitishaji vita au makubaliano ya amani pia ingehitaji ushiriki wa Marekani. Wakati huo Merz aliendelea kusema kwamba wazungu wako tayari kutoa mchango wao wenyewe katika mchakato wa amani. Hata hivyo, anasema tunajua pia kwamba bado tunawahitaji wa Marekani, akiongeza kuwa pia atazungumzia swala hilo wakati wa mazungumzo yake yaliyopangwa na maafisa wa utawala wa Marekani. Vile Urusi inasitisha operesheni za mapigano wakati wa usitishaji vita uliotangazwa na Rais Vladimir Putin wakati wa kuadhimisha miaka 80 ya ushindi kwenye vita vikuu vya Patriotic vya mwaka 1941 hadi 45 au viitwavyo vita vya pili vya dunia, ambapo Urusi ya muungano wa Sovieti iliweza kupigana dhidi ya Ujerumani ya Nazi. Vile vikosi vya Urusi vimekomboa makazi ya Troitskoye katika Jamhuri ya Watu Donetsk kabla ya kuanza kwa usitishaji wa vita wa siku ya ushindi, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Vitengo vya kituo cha mapigano vilifanya shughuli zinazoendelea kukomboa makazi ya Troitskoye katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kwa kuongezea, walishambulia pia askari wa brigade nzito ya Kiukraini ya mechanized, brigade 3 za mechanized, brigade ya shambulio, brigade ya baharini na brigade ya walinzi wa kitaifa karibu na Novolenovka, Ulyanovka, Merubovka, Mihailovka, Novaya Poltavka pamoja na maeneo mengine. Vile kundi la mapigano la Urusi Magharibi lilihamia kwenye nafasi za faida zaidi kabla ya kusitisha mapigano kwa siku ya ushindi kuanza kutekelezwa Mei 8, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.